Bwana, kumeanza kuchangamka na stories zimekuwa ni nyingi kweli kweli, na inabidi tu nicheke kwa sababu siri imefichuka bwana. Ile siri imefichuka. Unajua, kwa muda mrefu mashabiki wa Simba wanaamini kwamba Elie Mpanzu ni mashine ya kwao, yani ni mchezaji wa kwao jumla, yani ni mchezaji wao moja kwa moja. Lakini bwana, taarifa ambazo tunazungumza kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba Elie Mpanzu bwana yuko Simba kwa mkopo, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, na mkopo ni wa mwaka mmoja. Yes, na manake Simba wenyewe ndio wameshindwa kumtumia mapema, kwa taarifa ambazo zipo by the way. Sio taarifa ambazo mimi ninazo, ni taarifa ambazo zipo kwenye mitandao na nadhani mnaziona. Sasa kuna kitu fulani nataka niwaambie kuhusu Elie Mpanzu na Simba, kwamba limekuaje na kwa nini watu wanasema ni mchezaji wa mkopo, na kwa nini wanasema, na kwa nini ni anacheza Simba. Nisikilize vizuri hapa na kueleza kila kitu kuhusu Elie Mpanzu na klabu ya Simba. Kuna ukweli fulani hivi hapa unafichwa, lakini ukweli ni kwamba wachezaji wengi kwanza kutoka Kongo ni wachezaji ambao huwa mara nyingi wanaingia mikataba na makampuni tofauti au na watu tofauti. Wengine ni makampuni, wengine ni watu. Kwamba bwana mnakubaliana, mnakuwa mnafanya kazi kwa pamoja. Yule mtu anakutazama, hiyo kampuni inakutazama. Halafu ukipata timu kwanza inakutafutia timu kwa mkopo. Halafu ukienda kucheza kwenye hiyo timu kwa mkopo, ukifanya vizuri ndo wanaanza kunegotiate deal la wewe kumpata huyo mchezaji. Kwa mfano Maxence Nzengeli yupo Yanga, lakini ni mchezaji ambaye yupo Yanga kwa mkopo. Na huo mkopo ni mkopo kwa sababu ameshikiliwa na kampuni fulani. Maana yake sasa hivi Yanga wanachopaswa kufanya ni kukaa naye chini na kufanya negotiation ya kumsajili moja kwa moja. Na hapo ndipo ambapo huwa mara nyingi wana demand pesa nyingi sana. Ndivyo ambavyo huwa wachezaji wengi wa Kongo wanavyokuwa. Kama nakumbuka hata Eretie Makambo kipindi kile anakuja Yanga ilikuwa kwenye mazingira ya hiyo. Kama nakumbuka Fisto Kalala Mayelo wakati anakuja Yanga alikuwa kwenye mazingira hayo, kwamba anakuja akiwa ni mchezaji mwenye anapewa mkataba kabisa kama wachezaji wengine, lakini kumbe amekuja kwa mkopo kutokana na makubaliano ambayo wameingia. Sasa issue hapa ni kuhusiana na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mchezaji wa Simba au ni mchezaji ambaye yupo kwa mkopo? Takupa kwanza scenario moja. Mashabiki wa Simba wao wanaamini kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wao, na by the way hata wakati Simba wanamtambulisha, walimtambulisha kama ni mchezaji wao na sio mchezaji ambaye amekuja kwa mkopo. Na wengi wanaamini kwamba ni mchezaji wa Simba. Na of course hata mimi kwenye taarifa ambazo nimepita na kuzichakata kuzitafuta, kwenye vyanzo vyangu nimethibitisha kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wa Simba, lakini kuna masharti fulani ambayo yapo ambayo yanasababisha watu waone kwamba sio mchezaji wa Simba. Waone kwamba amekuja Simba kwa mkopo, lakini ukweli ni kwamba yule ni mchezaji wa Simba na ana mkataba halali wa miaka 3 au miaka 2 wa kuitumikia klabu ya Simba kama mchezaji halali wa klabu ya Simba, na sio mchezaji ambaye yupo Simba kwa mkopo. Wachezaji ambao wanasema, watu ambao wanasema Elie Mpanzu yuko Simba kwa mkopo ni wale watu ambao wanataka kuiharibu Simba. Wanataka kuitoa Simba kwenye njia ya kuelekea kwenye mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mnatakiwa kukaa kijanja. Yani wana Simba mnacheza trick moja mbaya sana, na kama mtakubali kuingia kwenye hiyo trick mtajikuta mnaingia kwenye matatizo mabaya, matatizo ambayo yanaweza kuisababisha timu yenu ikatoka kwenye njia na ikashindwa kufanya vizuri kwenye mchezo wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu macho na masikio ya wengi ni kuona Simba anafanikiwa kushinda kwenye finali, na wamekuja na hashtag ama na msemo unasema hii tunabeba. Sasa kwenye hii tunabeba ambayo Simba wamekuwa nayo, maana yake ni slogan ambayo inaweza kuwasaidia wao kwenda kubeba taji la kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini ili kuwatoa kwenye njia wasiweze kwenda kubeba hilo taji ni kutengeneza mazingira ya wao kuonekana kwamba kuna vitu vitawatoa, yani ni kutengeneza mazingira ya wao kuwatoa mchezoni. Na ndio maana wameanza na hila Elie Mpanzu. Yani issue ya Elie Mpanzu ni mpango madhubuti wa Yanga kusababisha ya Simba aweze kupoteza kwenye mchezo wa finali, na ndio maana zimeanza kuibuka hizo taarifa za kwamba nimesijui au niambiwa kwa mkopo sana. Mimi naamini kwamba ni mpango huo ni mpango ambao uko upande wao. Yani nahisi kitu kama hicho, kwamba yani wameweka huo mpango mkakati wa kuona namna gani ambavyo wanaweza kuidhoofisha Simba na kuifanya Simba iweze kuwaza mambo mengi ya nje ya uwanja kuliko kutazama kile ambacho kina wanafocus nacho kwenye mchezo. Kwa hiyo hili ni kitu ambacho nahisi kwamba huu ni mpango ambao umeandaliwa na watu kwenda kuidhoofisha Simba kuelekea kwenye huu mchezo wa finali, na kuna uwezekano mkubwa sana kama Simba
hawatakuwa makini, wataenda kutolewa mchezoni na hili jambo. Kwa hiyo ninachotaka kuamini ni kwamba Simba wanapaswa kutumia ubora na experience yao kwenda kushinda hili tukio. Ni tukio kubwa sana la fainali, na wao kama club wanapaswa kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira ya kila kitu kwenda sawa. Unajua, kwa taarifa ambazo tunajua mpira wetu jinsi ulivyo, Yanga wamekwenda kuwapokea mpaka wachezaji wa timu pinzani kucheza na Simba. Kwa hiyo inawezekana Yanga wanatengeneza, wao pia wanahusika kutengeneza hilo jambo ili Simba atoke mchezoni la elimu panzu. Kwa hiyo Simba wanapaswa kukaa makini sana, la sivyo hili swala litawatoa kwenye njia, na likiwatoa kwenye njia inaweza kupelekea wakashindwa kufocus na mchezo wenyewe wa dabi, ambao ni mchezo sio mchezo wa dabi, mchezo wenyewe wa kombe la shirikisho barani Afrika, na ni mchezo ambao unahitaji Simba wawekeze nguvu kubwa sana. Ni mchezo ambao unahitaji pia kuona Simba wanakuwa na mentality ya tofauti kidogo, ili waweze kwenda kufanya vizuri kwenye huu mchezo. Remember kwamba kwa sasa Simba ndio timu pekee kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambayo kwenye mashindano ya klabu ya kombe la shirikisho barani Afrika au kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa watu watatumia nguvu kubwa sana kutaka kuwatoa Simba mchezoni, lakini ukweli ni kwamba Elim Panzo ni mchezaji wa Simba na sio mchezaji ambaye yupo Simba kwa mkopo kama ambavyo watu wengi wanaeleza. Kwa hiyo wanaozungumza haya mambo wanatengeneza mazingira ya Simba kuonekana kwamba mchezaji yupo kwa mkopo, lakini huyu ni mchezaji halali wa klabu ya Simba na amesaini mkataba wa miaka 2 na klabu ya Simba wenye kipengele cha kuongeza mkataba mwingine wa mwaka 1.